Ni siku ya tatu ya kongamano la Umoja wa Mataifa la mazingira ambalo linajulikana kama UNEA, na leo wajumbe wameungana kumkumbuka Wangari Maathai ambaye alipigania mazingira hadi siku zake za mwisho duniani. Hafla hiyo ya makumbusho iliongozwa na binti Wanjira Maathai na waziri wa mazingira Deborah Barasa. Mhariri wetu wa masuala ya mazingira Zainab Wandati anaongoza kikosi cha NMG katika kongamano hilo, na sasa tujiunge naye mbashara tujuze umuhimu wa siku hii kutengwa kumbukumbu ya Wangari. Zainab, hujambo? Usukani kwako. Hujambo Ruga, ndio leo ni siku speciali hapa Gigiri katika kongamano hili la UNEA, kwa sababu leo ni miaka 20 tangu Wangari Maathai alipopata tuzo ya Nobel ya amani, na alikuwa mwanamke wa kwanza Kiafrika kupata tuzo hiyo, akawa Mkenya wa kwanza kupata tuzo hiyo, na pia akawa ni mtu wa kwanza duniani kupata tuzo ya Nobel ya amani kwa sababu ya mazingira. Kwa hivyo wajumbe leo wameweza kushirikiana kumkumbuka Wangari Maathai, kazi ambayo alifanya kupigania mazingira, hasa msitu wa Karura, kwa sababu makao haya makuu ya UN hapa Nairobi yako kipande cha ardhi hapa kiko upande wa msitu wa Karura. Na hafla hii ilifanyika katika eneo ambalo Wangari Maathai alipanda mti siku mbili baada ya kupata tuzo hiyo ya amani, tuzo hiyo ya Nobel ya amani. Katika sehemu hiyo wajumbe wakaweza kumkumbuka kama mama ambaye alichangia pakubwa masuala ya mazingira na kuwapa vijana hasa motisha wa kuweza kuendeleza kazi hiyo, kuendelea kupigania misitu ya Kenya, kuendelea kupigania misitu maeneo yote duniani, na pia kukumbuka kuwa mambo ambayo Wangari Maathai alikuwa anatilia mkazo ni mambo ambayo yameweza kufanikisha pia mazungumzo ya mazingira kuanzia siku ile alipopata tuzo hiyo miaka 20 iliyopita kufikia leo. Kwa hivyo mambo ya misitu yanaendelea kutiliwa mkazo, mambo ya uchafuzi wa mazingira yanaendelea kutiwa mkazo, na tumeweza kuzungumza na Wanjira mwenyewe pamoja na kuna mama ambaye alikuwa hapa ile siku ambayo Wangari alipanda mti huu na akamsaidia kupanda huu mti, na labda tutaweza kukujuza zaidi kuhusu huyo mama katika taarifa zetu za pale saa 1. Na alikuwa mcheshi sana na mwingi wa furaha kuweza kumkumbuka Wangari Maathai hiyo siku ambayo alipanda huo mti. Na tulikuwa pia tuzungumze na David Rudisha kuweza kuzungumzia masuala ya spoti na mazingira, uhusiano wa spoti na mazingira, na ni vipi spoti inaweza kuchangia uendelezo wa mazingira. Lakini tumeweza kujulishwa kuwa Rudisha hajaweza kufika hapa leo kwa sababu ameugua, lakini hapo baadaye tena tutazungumza na waziri wa Kenya kuweza kujua yale mambo ambayo Kenya inatilia mkazo katika mkutano huu, na tutakujuza katika taarifa zetu za saa 1 na saa 3 usiku. Bila shaka, asante sana Wandati. Tutakuwa tukitarajia maelezo zaidi kutoka kwako kuhusiana na hafla hii ya kumpatia kumbukumbu ya heshima Wangari Maathai.